Kwa heshima kubwa niko hapa kumkaribisha mheshimiwa mgeni ambaye tuko naye hapa. Atakwenda kujitambulisha, lakini kwa ufupi ni rais wa chama cha walimu Tanzania. Kwa heshima kubwa mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Labda kwa wale ambao wanatamani kujua, labda ujitambulishe ni nani na wazifa wako. Kwa majina naitwa Suleiman Matthew Komba. Mimi ni rais wa chama cha walimu Tanzania ambaye nimechaguliwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2025. Labda niseme kwa kifupi moja kwa moja kwamba kabla sijawa rais wa chama cha walimu Tanzania, nimewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha walimu manispaa ya Temeke, lakini pia nimewahi kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya taifa kuwakilisha mkoa wa Dar es Salaam kwa chama cha walimu Tanzania, lakini pia nimekuwa makamu wa rais wa chama cha walimu Tanzania. Sasa ni tarehe 9 tu hapo mwezi wa 6 mwaka huu 2025 nimepata neema hii ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania. Mungu akubariki sana. Asante sana. Tunatamani kuzungumza naye kidogo uweze kupata maono, ujumbe na jambo lake lolote hasa kwenye kipindi hiki cha Krismasi. Mzee, karibu sana. Tutakuwa tuna mawili matatu ya kuzungumza kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Nina maswali machache, lakini swali la kwanza natamani kujua wewe kama mheshimiwa rais wa chama cha walimu Tanzania, kwanza tunashukuru kama tulivyosema hapo awali, lakini tunataka kujua kwamba Krismasi hii ina maana gani kwako binafsi kama Mkristo na kama kiongozi wa chama cha walimu Tanzania? Kama kiongozi wa chama cha walimu Tanzania, sikukuu za Krismasi au sikukuu nyingine zote za kidini zile huwa zina ujumbe maalum. Sasa ujumbe wa Krismasi ni wa kukumbuka kuzaliwa kwa mkombozi Yesu Kristo, na kuzaliwa kwake kuna ujumbe maalum. Anaitwa mfalme wa amani, anaitwa baba wa milele, anaitwa Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo majina kama hayo ukiyochukua ni kwamba Wakristo wanakumbuka kuzaliwa kwa mkombozi wao Yesu Kristo, na kwa maana hiyo kumvaa Yesu Kristo ndani yake, maana yake ni kwamba sasa kuna kwenda kuondoa yale ambayo yako kinyume na imani yake, na kwa maana hiyo wanapokwenda kukumbuka wanajenga kitu kipya katika maisha yao ili waweze kuendelea vizuri. Asante. Kama ulivyosikia, anasisitiza kwamba Krismasi iwe na amani, upendo na kuzingatia kile ambacho Bwana Yesu alikileta hapa. Mzee, na tamani tuzungumze mawili matatu. Vijana wengi wasomi wanakutana na changamoto za ajira na mazingira ya kazi yao. Una ushauri gani kwa vijana kuhusiana na hilo ili wasije wakakata tamaa? Kwanza, kukata tamaa kwa imani zote za kidini ni kosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kukata tamaa peke yake, kwa hiyo hawastahili kukata tamaa. Na mimi niwaambie vijana wakati wote, nadhani katika maandiko, katika vitabu vyote vitakatifu, vijana wanaitwa ni vijana wenye nguvu. Kuwa kijana mwenye nguvu ni kuutumia ujana wakati alionao kwa maendeleo bora na kutoingiza vitu vinavyoweza kuwa kinyume na imani walizo nazo, lakini kuwa kinyume na muono wa kulipeleka taifa mbele. Vijana wanatakiwa wajue kwamba tunajifunza kutoka kwa waliotutangulia, lakini kwa sababu huko mwanzo tulikuwa wachache, sasa tuko wengi. Kwa mfano sasa hivi vyuo ni vingi. Kuna Mswahili mmoja alisema ni heri 9 shika kuliko 10 nenda rudi. 10 nenda rudi maana yake nini? Unasema kwa sababu sijafikia hatua ya kuweza kuleta maendeleo kwa kasi, katika kipindi hiki niache kwanza. Sasa kuacha kwanza maana yake ni kwamba unawafanya vijana wakose elimu. Kwa hiyo unasema kwa hiki nilicho nacho, ndio tunasema ni heri 9 shika. Kwa hiki nilicho nacho, acha twende kwa kadri tunavyoweza kwenda. Huko mwisho wa siku tunaweza tukapata mambo yaliyo bora zaidi. Sasa maana yake ni kwamba vyuo vimeendelea kuwepo. Tusingesema sasa kwa sababu huko mbele hatuoni kama ajira zinaweza zikapatikana, kwa hiyo vyuo vifungwe ili katika kipindi hiki mambo ya kutoa elimu tuyaache. No, tuendelee kutoa elimu.
wakati tunaendelea kutoa elimu, ndio maana sasa unaona kuna mabadiliko ya mitaala. Mtaala wa amali, watu wanaanza kufikiri no, watu wote hawawezi kuajiriwa ajira za ofisini. Lazima watu wafike mahala waanze kuwa na uwezo wa kujiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo lazima tuanze kuboresha sasa vyuo vya elimu vinavyoweza kusaidia watu kupata ujuzi wao wenyewe, na sio kutegemea kwamba nitaajiriwa wakati kila vyuo vyote vilivyopo vinatoa wa vijana wasomi mwaka baada ya mwaka. Swali la kujiuliza, wanakwenda kupata elimu, wanakwenda kupata ajira wapi? Sasa wachache watapata ofisini, lakini wengine watajiajiri wenyewe. Kinachoweza kufaa zaidi sasa ni kuboresha ile namna wanavyoweza sasa kuanza kujiajiri wenyewe, kufanya uwepesi na urahisi wa namna wanavyoweza kutumia ujuzi ambao tayari wamekwisha upata ili waweze kujipatia kipato. Ni kweli. Kama kiongozi Mkristo, imani yako inakusaidiaje kufanya maamuzi magumu katika nafasi yako ya uongozi? Mimi kama kiongozi, hasa kwa nafasi kubwa niliyo nayo, imani yangu inanisaidia tena kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa sana. Utakumbuka nimesema katika salamu zangu hapa kwamba moja kati ya heri ambazo Bwana Yesu alizisema ni pamoja na heri walio maskini wa roho. Maskini wa roho maana yake ni kwamba unajizuia kutokuwa na yale mambo yanayoweza kujeruhi wengine. Kama kiongozi, kwamba hasira isisemwe kwako, lakini uwe na maamuzi ambayo yanaweza kuwa maamuzi ya haki. Upendeleo usisemwe kwako, sababu upendeleo ukisemwa kwako unalivunja kundi unaloliongoza. Lakini uzuri ni kwamba simama imara na watu wote wajue huyu kiongozi hataki mambo ya kupindapinda. Imani niliyo nayo inanisaidia kwa kiasi kikubwa kwamba angalau watu wanaweza kusema pamoja na yote ambayo huyu anaweza kusema, lakini yuko na msimamo huu na msimamo huu na msimamo huu, na kwa msimamo huu tunaweza kwenda mbele. Hata ile tu wewe ukinihofu kwamba hili nalotaka kwenda kuongea, aina ya mtu ninayempelekea jambo hili hawezi kulikubali. Ukijua tu kwamba ni jambo ambalo lina kando lina mapinde hivi, unaona huyu siwezi kumpelekea. Na kwa maana hiyo sasa lile kundi linaloliongoza linakuwa lipo salama, kwa sababu aina ya uharibifu ambao ungetaka kuletwa kwangu, watu wanajiuliza nikipeleka atakubali. Na mimi sasa kama ndio kiongozi mkuu anayeongoza vikao, maana yake ni kwamba watu wanakuwa na imani zaidi. Okay, basi sawa mzee, tunashukuru sana. Lakini kwa kumalizia, naomba Mheshimiwa Rais wa Chama cha Walimu, hii Krismasi unaweza kuwa na ujumbe gani kwa vijana wa kanisa la PMC, lakini pia kwa taifa kutoka kwako? Hii ni nchi yetu. Tanzania ni nchi ya Watanzania. Ujumbe wangu kwa vijana ni kwamba wasivutwe na uharibifu wowote unaoweza ukaiharibu Tanzania. Hapa ndiyo mahali petu. Tusije tukakata tawi la mti ambao tumeukalia sisi wenyewe. Lazima vijana katika makuzi yao akili iwaambie hili ndilo taifa letu. Pamoja na yote tunayopitia, lakini tunayo sababu ya kuendelea kuilinda amani ya nchi yetu, kulinda Watanzania, kulinda familia zetu, kuangalia watoto, wazee, wa mama, ili kusitokee mwanya wa uharibifu wote, watu wakipumbazwa wakifikiria huko ndiko kwenye ukombozi wao. Si kweli. Basi asante. Mheshimiwa Rais wa Chama cha Walimu, tunakushukuru sana kwa muda wako. Lakini pia kanisa pia tunakushukuru kwa wewe kutenga muda wako kuja kuzungumza na Watanzania, lakini pia na watumishi wa Mungu. Lakini pia hata Motomoto TV tunakushukuru kwa kweli, tunazidi kukuombea. Mungu akupe Christmas njema, na tutakutana tena, uendelee kuishi milele na milele. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante sana, nimefurahi. Muendelee. Tangazeni jumbe huu. Amen. Asante sana. Asante sana.